Peace energy people. Meditation. Utulivu. Utulivu ndio asili. Mtu yeyote ambaye anaweza kupata utulivu ni mtu mwenye maarifa makubwa sana. Na utulivu huu namaanisha utulivu wa fikra, akili. Akili hii yako hii ndiyo njia ama lango la kwanza ama ufunguo wa kwanza ama ramani ya kwanza ya kujenga, kuumba, kutengeneza ama kuwa. Hii akili. Inawezekana ulianza hii safari ya kujitambua kiroho bila msingi, bila ramani. Ukiwa huna ramani ya sehemu unayoenda, unabaki unatangatanga sana. Unabaki unahangaika sana. Unapotea njia, unachelewa kufika. Kila ukiulizia mwalimu huyu anakupeleka huku, mwalimu huyu anakurukisha kule. Unajikuta wewe ni muhanga. Umefanya hiki, huoni matokeo au unaona matokeo ya muda mfupi. Umeenda kwa mwalimu mwingine anakuambia tumia hivi vitu, unafanya matokeo ya muda mfupi. Unaenda tena kwa huyu. Hiyo ndio naita kupotea njia bila ramani. Kwa sababu kujitambua kiroho ni safari. Je, una ramani ya hii safari yako? Unaijua njia ya kupita? Ama unatangatanga? Ama unahangaika, unakata vichochoro? Unaingia kwenye mabonde, unatoka kwenye milima, unajikuta huku sipo. Unarudi tena, unaanza upya. Utachukua miaka mingi sana kuanza kuiona nguvu ya kweli. Lakini hata hapo ulipo katika kuhangaika, unapita huku, unaenda kwa huyu, unafanya hiki, unamsikiza Wambura, unaona Wambura hafai, unaenda kwa yule anakwambia tumia hiki, unaona kama ni uchawi, unaenda huku, unaona kama vile unatekwa akili. Hiyo pia, hiyo kuhangaika, kusumbuka, kupotea njia ni sehemu yako ya kukua. Wanasema mpotea njia ndiye anajua njia. Njia ni meditation. Ramani ni meditation. Hii akili yako inatakiwa utulivu. Na utulivu ndio asili. Utulivu ndio asili. Na kuomba sana, tembelea asili, upate utulivu. Nenda kwenye misitu, ambapo utakuwa salama tu. Sikiliza miti, sikiliza matawi, sikiliza ardhi. Ona ndege, kama kuna wanyama watizame. Utulivu. Ghafla, ukiwa katika mazingira hayo, utagundua utulivu. Kuna hali fulani ya utulivu, ya amani. Kwa sababu Mungu ndani yetu anaishi katika utulivu. Maua hayapigi kelele yanapokuwa. Miti haipigi kelele inapokuwa. Nywele hizi hazipigi kelele zinapokuwa. Hata hizi kucha zako hizi hazipigi kelele zinapokuwa. Hata chakula katika tumbo lako kinaposafiri kupeleka vitamini D huku, vitamini B12 huku, madini ya chuma kwenye mfupa, madini ya zinki sio kwenye misuli na mifupa, havipigi kelele kwamba tunaenda. Hata moyo wako upigi kelele, upo katika utulivu. Hata figo zako zinafanya kazi kubwa sana, lakini hazipigi kelele.
Kwa nini akili yako inapiga kelele? Kwa nini akili yako inapiga kelele? Unahangaika na mawazo mengi sana, misongo ya mawazo mingi sana, stress nyingi sana, depression nyingi sana, hofu na mashaka nyingi sana kichwani kwako. Hayo ndo makelele. Na ukiwa kwenye makelele ya akili, ya fikra, lazima upotee njia. Lazima utafute ile milipuko na njia za kupaniki. Leo unasoma hiki, kesho unasoma kile, unaingia grupu hili la WhatsApp, unatoka unaingia grupu la Telegram, unatoka unaingia grupu la YouTube, unatoka unaingia huku, unatumia hiki. Meditation ni msingi. Meditation ndio mwanzo. Meditation ndio asili ya haya yote maarifa. Meditation ndio kutuliza akili, kuiongoza akili, kuitawala akili yako, irudi kwenye utulivu. Utulivu. Tunatakiwa utulivu wa akili. Tunatakiwa kuwa na utulivu wa kifikra. Ukiwa na utulivu wa kifikra, ni rahisi kuona mitego ya dunia. Ni rahisi kupata suluhisho ya matatizo. Ukiwa katika akili yenye utulivu ambao umejenga kwenye utulivu, ni rahisi kuona fursa za kimaisha. Ni rahisi kujinasua pale unapokuwa umekwama. Ni rahisi kuona hapa sipo, hapa ndipo. Huyu muongo, huyu mkweli. Hii ni sumu, hii ni asali. Hiki ni kibaya, hiki ni kizuri. Ukiwa na utulivu, nguvu ya Mungu inakuonyesha vyote. Ukiwa na utulivu katika akili yako, ile nuru ya Mungu iliyo ndani yako inakuonyesha vyote. Inakufungulia kote. Mungu yuko ndani yako. Mungu yuko ndani yangu. Nguvu ya Mungu nasemaga kila siku iko ndani yako na iko ndani yangu. Kinachoikandamiza hiyo nguvu ni makelele ya kichwani kwetu ambayo nimeyataja tayari. Kinachozuia hiyo nguvu isikuonyeshe, isikufungukie, isikufungulie, isikutatulie matatizo ni makelele kichwani kwako. Kinachofanya hata unashindwa kuelewa masomo haya ya kujitambua kiroho, unabaki unahangaika kama kuku aliyepotea njia, ni kelele kichwani kwako. Fanya meditation. Jikite kwenye meditation. Wekeza kwenye meditation. Peace energy people.